mwenyekiti wetu wa chama taifa, katibu mkuu, mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, wajumbe wa kamati kuu walioko hapa, naona viongozi wa ngome, naona mwenyekiti wa ngome ya wanawake ametoka kufanya kazi kubwa sana juzi, yuko hapa. Nimemwona pia mwenyekiti pekee wa mtaa wa Dar es Salaam aliyopatikana mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha kuwa hapa sasa hivi kuzungumza na wa Dar es Salaam na watu au viongozi kutoka mkoa wa Mwambao. Nimeona mwenyekiti wao yuko hapa, ndugu yangu Buguyu. Lakini pia kipekee ni washukuru uchaguzi ambao ulipoteza sifa ya kuitwa uchaguzi. Ni uhuni, ujambazi na uchafuzi unaoonesha hali mbaya ya Chama cha Mapinduzi. Sasa leo tunakuja kueleza yale ambayo baada ya kufanya tathmini halmashauri kuu iliyafanyia maamuzi, na wajibu huo amepewa mwenyekiti wa chama, na tunaamini ataufanya katika namna iliyokuwa bora. Hapa atapata nafasi ya kutosha. Mimi nizungumze mambo mawili kwa nafasi yangu kama makamu mwenyekiti na mkuu wa shughuli za kisiasa upande wa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, upande wa Tanganyika. Nafahamu uchaguzi wa serikali za mitaa unafanyika hasa Tanganyika peke yake, na mwaka huu uchaguzi huu ulifanywa kwa kukiuka misingi yote ya sheria, kwa kutoheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kutuonesha kiwango cha juu kabisa cha kushindwa kwa uongozi wa Rais Samia kusimamia falsafa yake ya R4 ambayo alihubiri. Kama tulikuwa tunasubiri kuona kama maneno ya Rais Samia yalikuwa ni ya kweli au ni unafiki, basi uchaguzi wa serikali za mitaa ulituonesha kwamba Rais Samia aliwanafikia Watanzania. Na bila aibu tukaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao jitihada za huko nyuma zote zilizofanywa zilikuwa rejea yake ni uharibifu mkubwa uliofanywa kwenye uchaguzi katika nchi hii, na mfano ukawa ni uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019. Vikosi kazi vilivyoundwa, dhana ya maridhiano, jitihada za wadau kutoa maoni yao, rejea kubwa ilikuwa ni uharibifu ambao ulifanywa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Na ndio uchaguzi ambao CCM kila walipotaka kueleza unafiki wao mbele ya umma, walieleza kwamba wanajua uchaguzi wa 2019 uliharibiwa. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wao ndugu Abdurrahman Kinana alikuja kwenye mkutano mkuu wetu na akasema watu wote wanajua, au kinachowakatisha tamaa wa Tanzania ni uharibifu uliofanywa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Katibu mkuu wa sasa wa CCM ndugu Emmanuel Nchimbi tumekutana naye TCD, na mara zote kwenye kikao cha mwisho tukijadili kanuni mbovu zilizoletwa na TAMISEMI pale TCD, watu wote walikuwa wanarejea uharibifu uliofanywa mwaka 2019. Aliposimama bila aibu akasema yale ya mwaka 2019 tunaomba tusiyataje sana, kwa sababu kulikuwa na mazingira maalum, tunaomba tuyaache tuende mbele. Nchimbi alikuwa anaigiza kuona aibu mbele ya watu ambao ni waungwana. Kumbe mwenyewe na mwenyekiti wake wanajiandaa kuja kuharibu tena uchaguzi mwaka 2024. Sasa ndugu zangu, hili la uharibifu wa uchaguzi silo ninalotaka kulisema. Ninachotaka kusema mimi ni sisi kukubali uchaguzi wetu uharibiwe. Ndugu zangu,
duniani kote, watawala madhalimu hawaachi kudhulumu, kwa sababu wale wanaodhulumiwa wana kiwango kikubwa cha machozi walioyatoa. Madikteta wote duniani wanaweza kutiririsha mito ya damu ya raia wake ili wabaki madarakani. Madikteta wote duniani hawatishwi na sauti za vilio vya raia wake. Madikteta wote wanaweza kuacha udikteta pale ambapo raia wataamua kutimiza wajibu wao wa kutetea maslahi ya taifa lao. Tumepita mapito mengi ya historia ya nchi yetu, na ninyi mnajua, na Dar es Salaam ina wajibu maalum, na ndio maana ujumbe huu umekuwa ni muhimu kuletwa hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam ndio ilikuwa kitovu cha harakati za kupigania uhuru wa taifa letu. Hapa Dar es Salaam ndio ilikuwa kitovu cha harakati na vuguvugu la kupigania kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Na Tanzania iliongozwa kutokea Dar es Salaam kuona demokrasia katika nchi hii inawafanya Watanzania waweze kuchagua viongozi wake. Na ndio maana mwaka 2015 Dar es Salaam ndio ilikuwa jiji la Dar es Salaam lilikabidhiwa kwa wapinzani. Wananchi wa Dar es Salaam waliona Ikulu ikiwa hapa, CCM wakiwa wanaongoza Ikulu kutokea Dar es Salaam, Benki Kuu ya Tanzania iko hapa. Kila siku tuna ripoti za wizi na ufisadi unaofanywa na watawala. Wana Dar es Salaam waliiongoza Tanzania kuing'oa CCM hapa Dar es Salaam. Na kufikia hapo kuna mashujaa wengi. Dar es Salaam ina damu za raia wengi ambao hawakuwa tayari kushuhudia nchi hii ikiendelea kuongozwa kwa matakwa ya mitutu ya bunduki, kwa matakwa ya matamko ya vitisho na kujaza hofu raia. Maandamano yote yanayorejewa ya historia ya kupigania mabadiliko katika nchi hii yalifanyika Dar es Salaam. Ni wana Dar es Salaam ndio ambao waliwaonesha Watanzania namna gani ya kupigania haki zao. Na huo ndio wajibu ambao mimi nataka kuwakumbusha watu wa Dar es Salaam. Uchaguzi huu hapa ndani leo tuna mwenyekiti mmoja tu wa serikali za mitaa, na ndio mwenyekiti pekee Dar es Salaam, jiji ambalo pale uchaguzi ulipokuwa angalau na uhuru lilikabidhiwa kwa wapinzani. Eti leo Dar es Salaam hii ambayo haina ajira, Dar es Salaam ambayo kila siku inapiga wamachinga, Dar es Salaam ambayo wamama, kina mama ntilie, wafanyabiashara wadogo wamegeuka ni mawindo wa askari wa jiji kila siku. Eti leo Dar es Salaam inatoa mwenyekiti mmoja wa serikali za mitaa. Sasa ndugu zangu, nataka kuwakumbusha kwamba kuna mahali tulifika. Tumeondoka, tunapaswa kurudi. Mwaka 2014 katika nchi hii na hapa Dar es Salaam, CCM walikuwa hawawezi hata kuvaa sare mitaani. Ya mashahidi wa hili ni aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM Nape Nnauye. Wakati ule anashughulikiwa na Magufuli, alisema hadharani kwamba alifanya kazi kubwa kwa sababu ilifika mahali katika nchi hii CCM hawawezi kuvaa sare wakapita mitaani. Kila mmoja aliwaambia CCM, aliwazomea kwamba ni wezi, ni mafisadi, wanaua watu hospitali, wanauza maiti, hawaajiri vijana wetu. CCM walifika mahala wakaona haya, hata sare walikuwa hawavai mtaani. Sasa ndugu zangu, tulipofika leo ni mahali pabaya sana, ambapo raia wote wakifika hapo basi udhalimu utaendelea kwenye nchi. Tumefika mahali leo gharama ya kutuibia kwenye uchaguzi ni maneno tu makali. Leo
tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda kwenye uchaguzi. Wananchi wanamuona mtendaji, wanamuona msimamizi wa uchaguzi anaruhusu kura haramu zinaingizwa kwenye sanduku la kura. Wananchi wanaona mchakato wa wizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini baada ya hapo wananchi wanatoka kwenda kuhadithia kwamba tumeibiwa uchaguzi. Hapa lazima tutoke. Hapa lazima tutoke. Mwaka 2014-2015 gharama ya kuwaibia wananchi haki yao ya kuchagua kiongozi katika nchi hii ilikuwa pale serikali inapoiba diwani, basi mtendaji aliyomtangaza huyo diwani, serikali inapata gharama ya kumuhamisha kwenye hiyo kata. Mkurugenzi aliyekuwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tandahimba mwaka 2010 alipomtangaza Njwayo kwamba ndio mbunge wa Tandahimba badala ya Katani, siku ya pili serikali ilimhamisha mkurugenzi kumtoa Tandahimba kumtafutia halmashauri ya kukaa. Nataka niwaambie ndugu zangu, pale ambapo mifumo ya utendaji haki katika nchi imekufa, wajibu wa kunusuru taifa unarudi kwa raia wake. Ni lazima tujiulize, inakuwaje leo tunakaa na waliotuibia kura mtaani, hata kuwazomea tumeshindwa? Tujiulize, inakuwaje leo watu walioshiriki kuiba kura wana ujasiri wa kuja vijiweni kuhadithia namna ambavyo wameshiriki mchakato wa kuiba kura? Tunawaangalia, hawafanyi chochote, hata kuzomewa hawazomewi. Hali ikiwa hivyo, wenye maswali mengi ya kujibu ni sisi ambao tunaishi katika mazingira ya namna hii. Ni lazima gharama ya kupoka haki. Ndugu zangu, katika nchi hii tukisema Mkwawa ni shujaa wa taifa letu wa kupigania uhuru wa nchi hii, Mkwawa alikuwa anapigania haki ya kuamua nani ni kiongozi katika taifa lake. Aliuawa. Abushiri bin Salim wa Saadani aliuawa akipigania haki ya kuamua nani ni kiongozi kwenye taifa lake. Waliopigana kwenye vita vya Majimaji, zaidi ya Watanzania, Watanganyika 300,000 waliuawa kwenye vita vya Majimaji. Hawakupigania kupata barabara, walikuwa wanapigania haki ya kuamua nani ni kiongozi wake. Na jitihada hizo ndio zilizaa uhuru wa taifa letu. Haiwezekani unadhulumiwa haki ya uraia wako. Unapokubali haki ya uraia wako idhulumiwe, umekubali kuwa mtumwa kwenye taifa lako. Hatupasi kukubali kuwa watumwa kwenye taifa letu. Sawa sawa? Sawa sawa wa Dar es Salaam. Sawa sawa watu wa Pwani. Ujumbe wangu ni kwamba sisi kama viongozi wa ACT Wazalendo tuwaambie Watanzania wao sio watumwa kwenye taifa hili. Sisi wamejipa haki ya kufanya wanavyotaka. Sisi hatupasi kuwapa majawabu ya kuwa tuko tayari kufanywa vyovyote mpaka sisi watakapotaka kubadilika. ACT Wazalendo, taifa la wote. Kwa hiyo viongozi wa Dar es Salaam, viongozi wa Pwani, ujumbe wangu kwenu ni kuwa gharama za kupora uchaguzi hazipaswi kuwa kwa raia peke yake. Ni lazima tugawane maumivu. Huwezi kumuibia Mtanzania ukamuibia haki ya uhuru wake. Kitu pekee anachofurahia Mtanzania ni ule uraia wake. Na haki fundamento, haki ya msingi ya raia ni kuamua nani awe kiongozi wake. Vinginevyo
Vinginevyo unakuwa ni mtumwa kwenye taifa lako, na sisi hatuko tayari kuwa watumwa kwenye taifa letu. Na ndio maana namaliza na jambo la pili. Ndio maana baada ya kutafakari, tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tulikwenda kwenye baraza la vyama vya siasa hapa nchini, tukafanya majadiliano. Tumefanya majadiliano ya msingi kwenye kutafuta mageuzi ya kisiasa kwenye nchi hii. Rais Samia akaja akatoa ahadi ambayo nyote mnaifahamu. Tukapata kikosi kazi, tukapata sheria mpya za uchaguzi. Tulipoona mambo hayaendi sawa sawa, tukakutana kwenye baraza la vyama Dodoma wakati wa mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na TAMISEMI wakatuletea naibu waziri kujadiliana naye. Tukaainisha mambo yote ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi. Kumbe wakati sisi viongozi wa vyama tunafanya jitihada kuonesha kwamba haya ndio mapungufu, wenzetu walikuwa wanasikiliza maeneo gani ambayo wakitupiga tunaumia, wakayafanyie kazi. Sasa tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Nchi hii ambayo kwa miaka 5 imeongozwa na vijiji, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa ambao hawakuchaguliwa na raia, inapewa tena maumivu ya miaka 5 mingine ya kuongozwa na watu ambao hawana haki kutoka kwa wapiga kura wa taifa lao, tena kwenye level ya mtaa, tena kwa gharama mpaka ya risasi. Yaani mpaka mwenyekiti, mgombea wa mwenyekiti wa kitongoji anapigwa risasi. CCM leo wanataka damu hata wanapotaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa kijiji. Tumerudi kwenye baraza la vyama, tunawaambia ni lazima tukutane, tujadili mambo haya. Hatuwezi kukutana hapa kama watu wazima kuja kujadili namna demokrasia ya nchi yetu inavyofanya kazi. Msajili wa vyama ambaye ndio katibu anakwepa kuiweka ajenda ya kujadili uharibifu uliofanywa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na wanatutaka kwenye vikao ambavyo hata ajenda hawasemi, vikao vinavyotaka tufanye maandalizi ya uchaguzi mwingine, yani tukafanye maandalizi ya Watanzania kuuawa awamu nyingine bila kuhangaika namna gani wanajisalimisha. Tumekataa jambo hili. Na ndio maana katibu mkuu wetu jana amemwandikia msajili wa vyama vya siasa ambaye ndio katibu wa baraza, na ametoa taarifa kwa umma kupitia vyombo vya habari. ACT Wazalendo tumejitoa kushiriki vikao vya baraza la vyama vya siasa. Mpaka pale watakapokubali kuja mezani kujadili wale waliouawa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kujadili kwa nini watu walienguliwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kujadili kwa nini mainspekta wa polisi waliingia na makaratasi ya kura kwenye vituo vya kupigia kura. Kujadili kwa nini wizi wa kura unafanywa na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura. Wakiwa tayari kuja kujadili haya, ACT Wazalendo itakwenda itajadili na kutafuta suluhisho. Na tumeshasema kile kilichopita ni uchafuzi, unapaswa kuwekwa pembeni ili kurejee upya uchaguzi wa serikali za mitaa. Vinginevyo ACT Wazalendo haitakuwa sehemu ya watu ambao wataenda kubariki michakato miovu ya kupoka mamlaka ya raia kwenye taifa letu. Na huu ni mwendelezo
wa yale ambayo tuliyajadili na kuyaamua kwenye halmashauri kuu, ambayo kwa heshima kubwa mwenyekiti wetu wa chama taifa atakuja hapa kuyaeleza. Na kwa msingi huu mimi namaliza sasa ili nimkaribishe mwenyekiti wetu wa chama. Asanteni sana. ACT Wazalendo.